Michuano ya kombe la mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania CDF Cup mwaka huu 2025 yanataraji kuanza Julai 2 hadi Julai 14 na kuhusisha vikosi kutoka kamandi mbalimbali za Jeshi la Ulinzi wa Wananchi Tanzania JWTZ kwa lengo la kujenga mshikamano, uzalendo na ushirikiano kati ya wanajeshi na raia pamoja na kuibua vipaji vya michezo ndani ya jeshi, huku yakihusisha michezo mbalimbali 13. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya CDF Cup 2025 Brigedia Jenerali Saidi Hamisi Saidi amesema michuano hiyo itafunguliwa na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Stergomena Tax, huku mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda akifunga mashindano hayo Julai 14. Ndugu wanahabari, katika sherehe za ufunguzi mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Lawrence Tax. Na sherehe za ufungaji mgeni rasmi atakuwa afande mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob John Mkunda. Sherehe zote zitafanyika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Wakati wa sherehe hizo za ufunguzi na ufungaji kutakuwa na mechi moja ya mpira wa miguu sambamba na mchezo huo utakuwa na burudani mbalimbali kutoka jeshini na vikundi vingine kutoka raiani. Kumalizika kwa mashindano haya ni matarajio yetu tutakuwa tumepata timu bora zitakazoweza kushiriki katika mashindano mbalimbali, lakini pia tutakuwa tumeboresha afya na tumeimarisha umoja, ushirikiano na mshikamano baina ya wanajeshi, watumishi wa umma pamoja na wananchi wa Tanzania katika utendaji wa majukumu mbalimbali ya kila siku, ikiwemo jukumu letu sote la msingi ambalo ni kulinda mipaka yetu na kuendelea kudumisha amani yetu. Ni sehemu ya majukumu ya kila siku kwa wanajeshi. Hivyo kupitia michezo hii tunaweza kujenga na kuimarisha utimamu wa mwili na afya ya akili, kujenga moyo wa kishujaa, ujasiri, ukakamavu na kujiamini, kubaini, kukuza na kulea vipaji kwa maafisa na wapiganaji wana michezo. Vile vile kuimarisha mahusiano kati ya jeshi na jamii au raia kupitia michezo ya majeshi inayoendelea. Vile vile kutoa burudani kwa wananchi na hivyo kuepusha jamii na tabia zisizostahili. Vile vile jenga mshikamano, pendo, ndugu, uzalendo miongoni mwa wanajeshi na raia. Aidha, mashindano haya yatahusisha timu za michezo mbalimbali za kamandi za kijeshi na kwamba kwa mwaka huu yatakuwa mashindano makubwa kulinganisha na yale yaliyofanyika mwaka jana kutokana na kuongezeka kwa timu shiriki. Mashindano haya yatahusisha timu za michezo mbalimbali kutoka kamandi zetu zote ambazo kamandi ya jeshi la nchi kavu, kamandi ya jeshi ya makao makuu ya jeshi, kamandi ya jeshi la anga, kamandi ya jeshi la wanamaji, kamandi ya jeshi la akiba na kamandi ya jeshi la kujenga taifa. Hili ni jeshi la kujenga taifa. Mwaka huu mashindano yatakuwa makubwa zaidi kulinganisha na mashindano yaliyofanyika mwaka jana kutokana na ongezeko la michezo mipya ambayo haikuwahi kuchezwa katika mashindano yaliyopita. Kutokana na michezo, tutakuwa na michezo yenye asili ya kijeshi, michezo ya kimashindano, kwa maana michezo inayoshindaniwa jumla itakuwa 13. Na michezo mipya iliyoongezeka ni 5 ambayo kuogelea kwa wanaume na wanawake, kuruka vikwazo kwa wanaume na wanawake, mchezo wa golf kwa wanaume na wanawake, mchezo wa mieleka vile vile kwa wanaume na wanawake, na mchezo wa vishale au darts kwa wanaume na wanawake. Aidha, kulingana na ongezeko la michezo, vitatumika viwanja katika maeneo tofauti ifuatavyo. Uwanja wa Azam utatumika kwa ajili ya michezo ya football, sherehe za ufunguzi na sherehe za ufungaji. Viwanja vya kambi ya Jenerali Twalipo Mbulani
Viwanja hivi vitatumika katika michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa mpira wa kikapu, netball, mpira wa mikono na wavu, vile vile michezo ya ngumi, kuruka vikwazo na mieleka, ambayo yote vitafanyika Twalipo. Viwanja vya golf Lugalo hapa tulipo vitachezwa mchezo wa golf. Viwanja vya Msasani Beach utapatikana au vitachezwa mchezo wa mishale au darts. Vile vile kuna viwanja vyetu vya 501 KJ hapa Lugalo itatumika kwa ajili ya mpira wa miguu. Makao makuu ya kamandi ya wanamaji au Navy utafanyika mchezo wa kuogelea. Mwakilishi wa SUMA JKT ambao ni mmoja wa wadhamini katika michuano hiyo, Kanali George Goseleka wa Ng'ombe alikuwa na haya ya kusema. Hivyo SUMA JKT kuenzi na kudhamini michezo na utamaduni ni jukumu letu la msingi. Hivyo tunaahidi kuwa pamoja nanyi wakati wote wa michezo hii kuanzia maandalizi hadi kufikia tamati. Kauli mbiu ya CDF Cup mwaka huu 2025, michezo ni umoja na mshikamano.